Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati, tunawasalimia. Wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika, salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia tena siku njema ya leo dimanche le 18 janvier 2026, tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za siku ya leo. Kama kawaida tumewaletea taarifa mbichi kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari zetu za siku ya leo tutawapeleka katika mji wa Uvira, ambapo baada ya wasi wa M23 kuondoka hapo, wazalendo tayari waisha ingia katika mji huo na kukamata, wakiongozwa na General Amuri ya Kutumba, kiongozi wa operasyon za wazalendo katika mkoa wa Sud Kivu. Upande mwingine tutawapeleka katika teritwari ya Fizi, ambapo waasi wa M23 na Twirwaneho wanasema ya kwamba jeshi la Kongo na wazalendo wanapanga tena kuwatake katika eneo ya Bibogobogo. Ndani ya teritwari ya Lubero katika maeneo ya Kipese, mapigano tena yamezuka upya kati ya jeshi la Kongo na waasi wa M23. Wasi baada ya kurenforce katika pozisyon zao tofauti huko, jeshi la Kongo na wazalendo walianza kuwashambulia siku ya leo, wawazuie kabisa wasije wakasonga mbele katika maeneo hayo. Kama kawaida mnayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayo waletea taarifa za kweli tena za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kulike pia na kuzisambaza taarifa hizi kwa walio wengi. Muendelee kujiunga pia na grupe yetu ya WhatsApp ili kukuwa nazipata habari zetu zote. Namna ya kujiunga na grupe yetu ya WhatsApp, gusa pale kwenye titre. Ndugu zangu, kwenye titre hiyo pale kwenye kunaandikiwa habari za leo, uguse hapo chini utapata linki yetu, ujiunge kupitia linki hiyo, na pale kabisa utakuwa ukizipata taarifa zetu zote kwa wakati. Bila kupoteza muda wetu, tufungue ukurasa wetu wa habari. Tuwapeleke katika mji wa Uvira, ambapo wazalendo tayari waisha kamata mji huo baada ya waasi wa M23 kuondoka katika mji huo. Waasi wa M23 waliondoka katika mji huo jioni ya jana. Ilipofika asubuhi ya leo mapema, hakukuwa presence ya wazalendo, ni M23 walikuwa waisha ondoka pale kuanzia saa mbili sasa. Njo wazalendo waliingia katika mji wa Uvira. Video ndio hizo hapo kabisa, ni wazalendo wakati walikuwa wameingia katika mji wa Uvira. Mnayemuona hapo ni General Amuri ya Kutumba, kiongozi wa kundi la wazalendo CNPSC. Mnavyoona kabisa hapo, wakaaji wanampokea kwa furaha, wanacheza, wanaimba pale, wanamkaribisha huyu generale kwa furaha ya hali ya juu. Walimkaribisha wakimtupia vumbi kabisa, unga hapo mnamwona yule hapo kwenye anasimama kabisa, yeye yote ni unga na vumbi. Donko population wanafurahia kabisa huyu generale na kundi lake la wazalendo kuona tena wanakamata mji wa Uvira. Waliingia katika mji huo wakitokea katika mapozisyon tofauti karibu na Uvira. Kama nilivyokuwa nikiwaambia, wazalendo hawakuwa mbali na mji wa Uvira. Vita vilikuwa vikiripotiwa katika maeneo karibu na Kabimba, huko katika maeneo ya Katongo. Walipoanza ingia sasa, waliingilia katika maeneo ya poro ya Kalundu, kuna ndio kwenye walitokea wakaingia katika mji wa Uvira. Kuingia kwao sasa, population waliwakaribisha kwa furaha, ila kabla ya wazalendo kuingia katika mji wa Uvira, katika mji huo kulikuwa kukifanyika piage. Wakaaji baada ya kuamka na kuona kwamba hakuna force yoyote katika mji huo wa Uvira, walianza kufanya piage, walielekea kuporo ya Kalundu wakapie, wakaingia katika vitu tofauti katika mji huo wakapie. Walifika Kavimvira kwenye mpaka
wa Burundi na Uvira wakaanza kufanya piaje pale. Ilipokuwa saa 2:30 pale Kavimvira, kwanza jeshi la Burundi likastopewa kaje pale wasiendelee kufanya piaje. Apre wazalendo wakaingia. Sasa mwile kuingia kwa wazalendo ndio waliingia na wako nasimamisha piaje hizo. Video ndio hiyo wakati wazalendo walikuwa wakiingia. Video kabisa jinsi mnavyoiona. Ni wakaji hapo mjini Uvira ambao walikuwa wanawangojea wazalendo wangali huko kabisa kote za ile kilalo ndio kwenye wako natokea. Population wanaanza kucheza wakiwakaribisha wazalendo, ndio hao tayari wanaingia katika mji wa Uvira. Kama mnavyoona population wako na wakaribisha kabisa kwa furaha. Wanaenda nao katika mji wa Uvira. Donc kwa zote population wako nao, ile ni entrée officielle ya wazalendo katika mji wa Uvira. Wakati wa kuingia kwao masasi ilikuwa ikisikika hapa na pale. Walikuwa wakishambulia juu wakicelebre kuwa wamekamata mji wa Uvira. Mkuwe nasikia kabisa na jinsi population wako nasema pale, wanasema karibu kwa wazalendo kabisa, wakishangilia ya kwamba wakubali kabisa hapo. Donc walikuwa wakiwangojea kwa hamu siku yoyote ambayo watakuwa donc siku yoyote ambayo wangeliingia katika mji wa Uvira walikuwa wanaitarajia. Leo ndio sasa wanaingia officiellement katika mji wa Uvira. Mji wa Uvira maeneo yote kuanzia poro ya Kalundu kuelekea Kavimvira kufika Mulongwe kufika makwe zote kabisa, vilima vyote vinavyo kuwa hapo katika mji wa Uvira, aveni zote ni wazalendo waishaingia pale. Hakuna jeshi la Kongo ambalo lilishaingia katika mji wa Uvira, hapana. FARDC hawajafika pale. Kuko presence ya wazalendo tu katika mji huu wa Uvira. Kama mnavyofuata video hizo, wakaaji wanaendelea kabisa kukamata video wakishangilia kama wazalendo wako wanaingia katika mji wa Uvira, wanawakaribisha kwa furaha. Na wakati M23 waliondoka katika mji wa Uvira, walikuwa wameambia communauté internationale ya kwamba vraiment kukuje force nyingine ambayo itaokipe mji wa Uvira, ambayo haitatumikana na parti yoyote. Ni wazalendo wao hayo hawayapendi. Sasa wao ndio wenye wanaingia wakontrole mji wa Uvira. AFC M23 haijatangaza chochote kuhusu hayo, haijasema kama wazalendo kabisa hawatabakia hapo, na hata ikasema hayo wazalendo hawawezi wakaondoka hapo. Wao kitu ambacho walikuwa wanataka, kama mlivyofuata tangazo yao, walikuwa wanataka communauté internationale iandae jeshi mpya lenye litaokipe mji wa Uvira. Jeshi ambalo litasaidiana ni na wazalendo, jeshi ambalo alitasaidiana na AFC M23. Donc jeshi ambalo litakuwa katikati, litakuwa likitumika kwa ajili ya kuleta amani, hapana kutumika na parti yoyote. Hapo sasa ndio wazalendo wengi walikuwa wameingia katika mji huo wa Uvira. Nadhani kwamba mmefuata yote, ni shangwe kabisa na vigelegele kwa wakaaji wa mji wa Uvira kuona wazalendo wameingia tena katika mji huo wa Uvira. Habari zetu zinaendelea katika mji wa Uvira. Hali ndio hiyo deja, wazalendo waisha ukamata mji huo. Waasi wa M23 walishaondoka, waishatoka katika mji huo wa Uvira. Upande mwingine katika teritwari ya Fizi, asubuhi ya leo mapema, jeshi la Twirwaneho ilitangaza ya kwamba jeshi la Burundi na jeshi la Kongo pamoja na washirika wao wazalendo wako naandaa kuwashambulia katika eneo ya Bibogobogo. Habari hizo tulizozipata kwenye akaunti ya Twirwaneho wanasema ya kwamba katika siku mbili ambazo zimepita
jeshi la Kongo pamoja na washirika wao wa Burundi na wanajeshi wa wazalendo walirenforce wanajeshi wengi katika eneo ambayo inaitwa Gafurwe kinachopatikana karibu kabisa na eneo ya Bibogobogo. Wanasema kwamba wanajeshi ambao walifika hapo ni wazalendo wa SNPCC pamoja na wazalendo wa FABB wa Generale Ngoma Nzito pamoja na wengine wazalendo wa Generale Toronto. Wanasema kwamba hapo wanaandaa koma watake AFC M23 na Twirwaneho katika kijiji cha Bibogobogo. Wanasema kwamba katika eneo hiyo ya Bibogobogo wanatoa wito kwa community internationale kuona mpango ambao au wazalendo na jeshi la Burundi wako nao, kwa sababu wanasema kwamba wanakiuka usitishaji vita na kuendelea kuatakie vijiji vinavyokuwa ndani wakaaji wa Wanyamulenge. Donc wanashutumu wazalendo na jeshi la Burundi na FARDC kuandaa vita kuatakie vijiji vya wazalendo plutôt vya Wanyamulenge. Donc wanashutumu jeshi la Burundi kuwa wanaandaa kubombarde na kuatakie vijiji vya Wanyamulenge. Wanatoa wito kwa community internationale sasa kwa kusimama ili kusimamisha mpango huo wa jeshi la Burundi na FARDC pamoja na wazalendo katika maeneo hayo. Hapo ni ndani ya territoire ya Fizi. Tuwapeleke sasa katika territoire ya Lubero. Territoire ya Lubero siku chache ambazo zimepita, c'était vendredi AFC M23 ili renforce wanajeshi wengi katika Lubero wakaonekana kupita Kirumba. Habari hizo tukaziwapa jana jioni. Walilala Kipese wanajeshi hao wa AFC M23, zilikuwa kamio 5, na wakati walifika hapo wakaanza sasa kuzikaba position tofauti katika maeneo hayo ya Kipese. Ni kuanzia asubuhi ya leo mapema kwenye wanajeshi wa AFC M23 kutoka Kipese walielekea katika ngome zao tofauti, na kama ukumbusho, wakati walirenforce kule population walitoa wito kwa FARDC na wazalendo kurenforce wanajeshi wengi huko na kuanza kuandaa vita ili wasimamishe waasi hao, kwa sababu wakaaji kutoka hapa wanasema kwamba AFC M23 wana mpango wa kusonga mbele, wafanye vita huko, wakamate eneo ya Lubero na waendelee kusonga mbele katika mji wa Butembo unaopatikana mu kilomita 50 kutoka pale maeneo ambayo wako ndani. Na baada sasa ya wakaaji kutangaza hayo, mapigano yameanza upya kati ya pande mbili. Vyanzo vyetu kutoka hapo vinasema kwamba kuanzia saa 2 za asubuhi ya leo, jeshi la Kongo pamoja na washirika wao wazalendo waliatake waasi wa M23 katika pozisio zao ambazo wanazimiliki katika maeneo ya Kipese axe Kipese Lubero centre. Mlipuko wa silaha nzito na nyepesi ilisikika hapo baada ya muda mchache kwanza, na ndege drone za kivita zimesikika hapo. Ilikuwa asubuhi ya leo mapema katika eneo ya Kipese. Wakaaji walisikia drone kwanza zikipita katika anga ya eneo hiyo ya Kipese. Baada ya minute chache na zimetoka hapo, kukaanza kusikika mlipuko wa silaha nzito na nyepesi. Jeshi la Kongo pamoja na wazalendo walikuwa wamewatakia waasi hao wa M23 katika eneo hiyo ya Kipese. Mapigano ni makali kati ya pande mbili. Wazalendo na jeshi la Kongo wako na shambulia waasi wa M23 katika ngome zao tofauti hapo Kipese, na wanajaribu kuwaondoa katika eneo hiyo, hivyo wawazuie kwa mpango wanao wa kwanza kusonga mbele katika eneo ya Lubero kupitia renfort ambazo wamezipata kuanzia juzi. Gari mingi zilikuwa zikifika katika eneo hiyo ya Kipese na maeneo tofauti wanayoyamiliki katika territoire ya Lubero. Mapigano ni makali huko. Vyanzo vyetu vinasema kwamba wakaaji katika maeneo hayo wanaanza kukimbia vijiji vyao, wamoja wakirudia maeneo yanayoelekea Alimbongo, wengine wa maeneo yenye yako ndani FARDC wako na kamata njia wakielekea Lubero centre.
mambo yameharibika deja kati ya FARDC na waasi wa M23 katika eneo la Kipese huko mu territoire ya Lubero. Tuendelee na habari zetu. Kama kawaida, nimewaletea taarifa mbichi. Mkutano wa ngazi ya juu kuhusu mshikamano na uimarishaji wa mchakato wa amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliotangazwa Novemba mwaka jana ulifanyika Jumamosi jana katika mji wa Lome, hapo ni ndani ya nchi ya Togo. Uliwakusanya wajumbe wa Kongo, wawakilishi wa wapatanishi kutoka Marekani na Katari pamoja na wawezeshaji kutoka Umoja wa Afrika wakiwa karibu na rais wa baraza la Togo Faure Gnassingbé. Kulingana na taarifa zilizopo, hakuna mipango mipya ya amani iliyotangazwa mwishoni mwa mkutano huu. Hata hivyo, washiriki waliamua kuimarisha juhudi za upatanishi wa Afrika mwaka huu wa 2026 wakiwa na wasaidizi wenza watano, wote wakiwa wakuu wa zamani wa nchi za Afrika. Misheni zimepangwa kufanyika katika siku zijazo, hasa Kinshasa, Kigali, Kampala na Gitega, ili kuharakisha utekelezaji wa ahadi zilizotolewa na pande hizo. Katika taarifa yao walisema ya kwamba kwa hivyo tunakaribisha kujitolea kwa mataifa, washirika na wadau wote. Zaidi ya hapo awali, hatua yetu ya pamoja lazima iendelee kuongozwa na imani thabiti. Suluhisho la kisiasa la pamoja na la kudumu pekee ndilo litakalorejesha amani, usalama na utulivu kwa manufaa ya watu wa eneo la Maziwa Makuu, alisema Faure Gnassingbé. Ni wakati mkutano huo ulikuwa umeandaliwa ili kuongelea kabisa hali ya kiusalama mashariki mwa nchi ya Kongo kutokana na kuzuka upya kwa mapigano kati ya pande mbili. Baada ya mkutano huo, walionyesha kwamba wamejitoa kwa ajili ya kumaliza vita mashariki mwa nchi ya Kongo kupitia michakato ya Doha na huko Marekani na hata ya Angola inayoandaliwa ili kumalizika kwa maongezi kati ya pande mbili na kukuja kusimamisha kabisa vita mashariki mwa nchi ya Kongo kupitia maongezi. Asante ndugu zangu, hizo ndizo taarifa ambazo nilikuwa nimewaletea siku ya leo, na washukuru sana na waomba kuendelea kujiabone, yani kusubscribe na kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Merci beaucoup.